Bahari ya Hindi na Ghuba ya Uajemi zilionekana kama vioo vikubwa vya amani. Mawimbi yalicheza kwa utulivu wa kawaida, kana kwamba hayajui mzigo uliobebwa chini yake. Lakini chini ya maji hayo, chuma kilikuwa kinapita polepole, kikikatiza ramani za kivita, kikisogea bila kelele. Armada ya Marekani ilikuwa ikiwasili. Katikati ya msafara huo, kama jitu lililotengenezwa kwa chuma na historia, ilisimama USS Abraham Lincoln. Ndege zake za kivita zilikaa tayari zikiwa zimefungwa minyororo, lakini roho zake zikisubiri kuachiliwa. Huu haukuwa ujumbe wa kidiplomasia. Huu ulikuwa ujumbe wa nguvu. Kwa sauti ya baridi lakini kali, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, aliandika maneno machache mtandaoni, lakini maneno yaliyotikisa siasa za dunia. Na hapa nanukuu: vidole vyetu viko kwenye kichocheo, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo haikuwa ya hasira ya ghafla. Ilikuwa ni muhtasari wa historia ya miezi 12 ya damu, moto na fedheha. Mwaka uliopita Irani ilijikuta ikivutwa katika vita vya siku 12 dhidi ya Israeli, vita vilivyofungua mlango wa uingiliaji wa Marekani. Teherani inasema ilijifunza somo gumu kuzuia kabla ya kushambuliwa. Katika ikulu ya White House, Rais Donald Trump alisimama tena mbele ya kamera kama mtu anayerudia jukumu alilolizoea. Sababu za tishio lake hubadilika: leo ni nyuklia, kesho ni makombora, kesho kutwa ni haki za binadamu, lakini mwisho wake unabaki ule ule: Irani lazima ipigwe au ipige magoti. Trump anasema mashambulizi ya Marekani yatakuja kwa kasi na vurugu endapo Irani haitakubali kuachana kabisa na mpango wake wa nyuklia. Lakini Teherani inaona kauli hizo kama sauti tupu zilizowahi kusikika kabla ya kila vita. Ndani ya Irani, hali ya ndani ni tete. Maandamano ya wananchi yameitikisa serikali, huku vikosi vya usalama vikijibu kwa risasi na vifungo. Mashirika ya haki za binadamu yanasema maelfu wameuawa. Trump, aliyewahi kuapa kusaidia raia waliodhulumiwa, alitafakari kisha akarudi nyuma, hata kwa mtazamo wa wafuasi wake. Huu ni mchezo wa hatari, kutishia vita huku ukihofia gharama yake. Kwa mujibu wa Al-Vaez wa International Crisis Group, Irani haiko katika hali ya kawaida ya kisiasa. Huu ni utawala unaopigania kuishi, na unapofika hapo, busara ya kawaida hupotea. Kauli hiyo ina uzito mkubwa. Historia inaonyesha tawala zinazohisi kona ya mwisho haziogopi kuunguza uwanja mzima. Irani kwa sasa inaamini haina cha kupoteza isipokuwa heshima yake ya kikanda. Mazungumzo kati ya Washington na Teherani yamekwama kabisa. Hakuna mikutano ya siri, hakuna ujumbe wa nyuma ya pazia. Kilichopo ni ukimya wa hatari, ukimya ambao mara nyingi hutangulia mlipuko. Wakati makubwa mawili yakivutana kwa misuli, mataifa ya Ghuba yanajaribu kuwa wapatanishi wa dakika za mwisho. Saudi Arabia imeweka mstari mwekundu wazi kabisa. Mohammed bin Salman amesema Riyadh haitaruhusu anga wala ardhi yake kutumika kushambulia Irani. Ni kauli nzito inayovunja dhana ya muungano wa kimya dhidi ya Teherani. Kwa Wasaudi Arabia, vita vya Irani na Marekani havitakuwa vita vya mbali, vitakuwa vita vinavyogonga mlango wao. Huku afisa mmoja wa Marekani anasema Washington ina madai matatu yasiyoyumba. Mosi, ni Irani isitishe kabisa urutubishaji wa uranium. Pili, ipunguze silaha zake za makombora, na tatu, iachane na kusaidia Axis of Resistance, huku Irani ikipinga madai hayo. Kwa sasa kuna kati ya wanajeshi 30,000 hadi 40,000 wa Marekani katika vituo zaidi ya 8 Mashariki ya Kati. Wote wako ndani ya masafa ya maelfu ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa mafupi ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, anakiri ukweli huo bila kupamba maneno, na hapa nanukuu: tunajilinda dhidi ya uwezekano mbaya zaidi, mwisho wa kunukuu. Lakini wachambuzi wanaonya ulinzi peke yake hautazuia vita, huku Irani, kwa mujibu wa Vaez, imewekeza miaka mingi kuandaa silaha mahususi za kulenga meli za kivita za Marekani, makombora ya pwani, manowari ndogo
na droni za kujitoa mhanga kuwa zote hazikutumika kwenye vita vya siku 12 zinasubiri. Bahari bado ni tulivu, anga bado ni buluu, lakini kalenda ya kisiasa inakaribia ukurasa mweusi. Vita haviji kwa kishindo, hujipenyeza taratibu, kwa kauli, kwa meli, kwa vitisho. Na leo Mashariki ya Kati iko katika dakika zile za mwisho kabla ya historia kubadilika.